Bahati nzuri kwamba Steve Barker alikuja naye akiwa na kiu ya mafanikio, alikuwa na kiu ya kupata ubingwa kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza alitaka anaingia naye apate ubingwa, lakini waamuzi wamemnyima hiyo ndoto yake. Sio kwamba timu yake imeshindwa, waamuzi ndio wameinyima Simba na Steve Barker kwa safari tukikosa huu ubingwa. Huo ni ushahidi ambao hauna mawazo. Bahati nzuri sasa hivi teknolojia haidanganyi. Mpira unaenda unauona kabisa, huu unatakiwa uende hivi, uende pale. Mpira upo kwenye flow yake. Uko kwenye flow yake. Mpira unaenda kwa mpangilio. Sio mpira kupiga kurangamua, piga tukutane kwa mjomba. Ule ni mpira unaoenda kwenye mahesabu ya mpira. Ni watu ambao wameshajua, mimi nikiwa hapa mwenzangu yuko pale, wanajua namna wanavyo draft yao, kwa sababu wale wanacheza mpira wa draft. Mchezo wa draft si unaujua? Ndicho Simba wanachokifanya. Kwa sababu mchezo wa draft ni mchezo unaotaka akili. Unajua kabisa huyu nataka niingie kingi upande wake. Nipige wapi? Nataka nile 3. Napiga 3 niingie kingi. Napigaje? Kwa hiyo unaletewa kete ya kwanza, unasukuma na wewe ya kwako, unaletewa ya pili, ukisukuma ya kwako limeisha. Ndio kitu Simba wanafanya sasa hivi. Sasa mara nyingi mechi za funga dimba zinakuwaga na matukio ya ajabu. Lakini kwa namna Simba ilivyo, hatuna sababu ya kuwa na hofu. Nilisema siku moja kwamba Simba sasa hivi inapocheza, kama ulikuwa na njaa, wewe nenda uwanjani utapata shibe. Yani kwamba ukiwa hujala hivi ukienda kuitazama Simba, nenda tukatazama ile mechi utakuta umeshiba. Sababu kama wakati mwingine njaa inaweza kukuletea mawazo. Lakini Simba inapocheza, jua kabisa hiyo njaa yako itaisha na utapata shibe. Kwa sababu unaenda kukutana vitu vingi. Unaenda kufurahisha nafsi, unaenda kuangalia mpira mzuri. KMC kwa kesho hawana cha kupoteza. Kwa hiyo watacheza kana kwamba wao ndio kwanza ligi inaanza. Kwa hiyo lazima hiyo tahadhari tuichukue, lakini sina wasiwasi. Ila Simba yetu kwa sasa hivi, hata kama tutakosa ubingwa, ni kwa sababu waamuzi hawakutaka safari Simba ichukue kombe. Tumenyimwa mechi muhimu. Mechi za ushindani. Tumenyimwa ushindi na waamuzi. Kwa hiyo mimi ninachoomba ni kwamba msimu ujao tujipange mapema, kwa sababu na kuna kitu ambacho kwenye ligi yetu nimekiona wenzetu wanakitumia. Wakati mwingine wanatutengenezea mipango ya kutugombanisha, wao watengeneze mazira ya kupita kwa washabiki wetu wengine ambao hawajielewi. Wanaweza wakaambiwa maneno ya uongo na wao wakayapokea, wakaanza kutengeneza majungu ya kulaumiana. Mara mchezaji huyu amepewa hela, au mchezaji huyu aperform chini ya kiwango kwa sababu moja tunataka kumnunua. Kwa hiyo vivyo vitu wana Simba safari hii, msimu unaisha, lakini msimu ujao ndio unaanza. Unapoisha msimu mwingine ndio maandalizi ya msimu ujao. Kwa hiyo tujipange safari hii mapema. Kwa bado ligi haijatamatika, kuna lolote ambalo labda unaamini linaweza likatokea na Simba kuwa bingwa? Kwenye ubingwa bado mpaka kipenga. Yaani kesho ile saa 12 kwamba dakika 90 za pande zote zimeisha, ndio hapo tunajua nani bingwa. Ndio. Lakini kusema kwamba ubingwa tumeupoteza, hiyo wasiwasi bado sijawa nao, uaminifu huo bado sijawa nao. Mpaka dakika 90 ziishe kesho ndio tutajua nani bingwa. Lakini kabla 90 hizo hazijaisha, ndio maana hata TFF hawajatangaza nani bingwa. Maana ingekuwa kwamba mtu ni bingwa, kesho wangemwekea Guardians of Honor kwamba huyu ndio bingwa na kabidhiwa kombe lake. Watu wanaenda kukamilisha ratiba. Lakini kesho ndio bingwa atapatikana baada ya dakika 90 kufanya nini? Kuisha. Labda Steve Barker amefanikiwa wapi tangu kuja kwake katika kikosi cha kwanza? Bahati nzuri kwamba Steve Barker alikuja naye akiwa na kiu ya mafanikio. Alikuwa na kiu ya kupata ubingwa kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza alitaka anaingia naye apate ubingwa. Lakini waamuzi wamemnyima hiyo ndoto yake. Sio kwamba timu yake imeshindwa, waamuzi ndio wameinyima Simba na Steve Barker kwa safari tukikosa huu ubingwa. Huo ni ushahidi ambao hauna mawazo. Bahati nzuri sasa hivi teknolojia haidanganyi. Kila mtu akiangalia mechi ya Simba na Yanga ya Zanzibar, ukiangalia mechi ya Simba na Azam Chamazi, unaona matokeo yalivyokuwa. Na bahati nzuri kwenye kipenga huwa wanafanyia marudio. Kwa Azam
wanachambuaga mechi baada ya siku ya pili. Mtaalam pale Osman Kazi na timu yake anatoa takwimu, anaonyesha namna matukio ya penalti yalivyokuwa yamekosekana, hii penalti ilikuwa halali au haikuwa halali, wanaonyesha. Hakuna hata mechi moja ambayo Simba imecheza ya matukio, kwa mfano mechi ya Simba na Azam, kila mchambuzi ameonyesha kwamba Simba alinyimwa penalti. Rafu aliyofanywa Libasi Gay ilikuwa ni penalti halali. Kwa hiyo hayo matokeo nayo, tumepewa sare ambayo haikuwa sare, imetunyima pointi zetu. Kwa hiyo Steve Barker hana deni kwa sasa kwamba amekosa ubingwa, kwamba matokeo yalikuwa mabaya kwake. La hasha, ni matokeo yaliyolazimishwa na waamuzi wetu. Sehemu ambayo amefanikiwa tangu kutoka kwake ni kwamba amekuja akiamini kwamba anaweza. Ametengeneza timu yake kwa kutafuta matokeo, mechi moja baada ya nyingine, na ndicho kilichofanyika. Hakuna mechi ambayo Steve Barker anaenda kwamba anaenda kutoa sare. Yeye kila mechi kwake ni fainali. Na unaona, ukiona Steve Barker amesimama kwenda kwenye mstari, touchline ile, kuna kosa ameshaliona kwa mchezaji na anamface huyo mchezaji vizuri tu. Wewe ukiwa kwenye nani huwezi kuelewa anaongea na mchezaji, lakini yeye anajua anavyoongea na wachezaji wake na wanaelewa nini anachoelekeza na wanafuata. Juzi uliona mechi yetu na Singida, alinyanyuka mara mbili. Goli lile lilipofungwa, uliona alivyoshangilia kwamba wamefuata yale maelekezo, namna alivyowaelekeza. Goli limefungwa la kitaalamu, sio goli la kubahatisha au la kuvizia ambao wengine wanavizia achomeke mguu. Ule ni goli linatengenezwa, unaliona kabisa ile goli linaenda kufungwa na linafungwa. Inapigwa huku kutoka kwa Clatous Chota Chama, mara Neo Maema, unashangaa tu Elie Mpanzu ameweka. Na ni kazi nzuri alifanya Anicet Oura. Pewa pasi na Chama, akaingia nayo, akadanganya kama anapiga hajapiga, akaingiza Mpanzu kaweka nyavu. Elie Mpanzu naye anamwekea Mpanzu naye akamwekea Anicet Oura na ikaweka nyavu. Japo siku ile tulikosa magoli mengi, lakini mpira unaenda, unauona kabisa huu unatakiwa uende hivi, uende pale. Mpira upo kwenye flow yake. Uko kwenye flow yake. Mpira unaenda kwa mpangilio. Sio mpira kupiga kurangamua, piga tukutane kwa mjomba. Ule ni mpira unaoenda kwenye mahesabu ya mpira. Labda tumalizie Elie Mpanzu na Anicet Oura. Mwanzo tulikuwa tukizungumza Elie Mpanzu na Clatous Chota Chama, combination zao, lakini sasa hivi tunazungumzia Elie Mpanzu na Anicet Oura. Mchezo dhidi ya Mtibwa Sukari, Elie Mpanzu anatengeneza goli la Anicet Oura. Mchezo uliopita dhidi ya Singida Black Stars, Elie Mpanzu tena anatengeneza goli kwa Anicet Oura, huku Anicet Oura naye akimtengenezea Elie Mpanzu. Ni kwa sababu ni watu ambao wameshakopi wakaelewana. Kila mmoja anajua mwenzie akiwa na mpira awe wapi, mbio zao zimeshaoana. Kwa sababu wale ni watu wenye kasi. Mtaalamu wa mpira yeye bahati nzuri ameshajua hawa vijana wanatakiwa watangulize, wewe unapiga nyuma yao. Kwa hiyo wakati mwingine sio lazima, akishaona hawa wanaweza kumaliza, hana ulazima wa kwamba lazima na yeye lazima ataendelea, lakini wanaanzisha. Na yeye Chama na Neo Maema, unaona pasi zao ikitoka kwa Chama inaenda kwa Neo Maema, Neo Maema inarudi kwa Chama, kwa Oura, kwa Libasi, kwa Mpanzu. Ni watu ambao wameshajua, mimi nikiwa hapa mwenzangu yuko pale, wanajua namna wanavyo draft yao, kwa sababu wale wanacheza mpira wa draft. Mchezo wa draft si unaujua? Ndicho Simba wanachokifanya. Kwa sababu mchezo wa draft ni mchezo unaotaka akili. Unajua kabisa huyu nataka niingie kingi upande wake. Nipige wapi? Nataka nile 3. Napiga 3 niingie kingi. Napigaje? Wewe unaletewa kete ya kwanza, unasukuma na wewe ya kwako, unaletewa ya pili, ukisukuma ya kwako limeisha. Ndio kitu Simba wanafanya sasa hivi. Bwana, Simba ni kama wanacheza drafti kwa sasa hivi. Unatamanishwa mwisho wa siku unashangaa mpira uko nyavuni. Hayo si maneno yangu, ni maneno yake mwalimu akizungumzia namna ambavyo msimu wa Simba kuelekea tamati ama kile kilele cha msimu 25-26 umekuwa kwake. Anaamini kwamba Simba Steve Barker sasa hivi flow yake si ya nchi hii, maana mpira unapigwa haswa, mpira unapigwa kweli kweli. Lakini nikwambie tu, ili Simba Sports Club kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara ni mawili tu: Young Africans apoteze mchezo siku ya kesho, huku tukishinda mchezo wetu dhidi ya KMC, lakini pia Young Africans asuluhu ama atoe sare mchezo siku ya kesho,
huku Simba Sports Club tukishinda bao 18 dhidi ya KMC. Kwenye mpira hakuna linaloshindikana, dua juhudi, chochote kile kinawezekana. Official Kojani Finest Abdallah, nyuma kamera Shabani kwa bora kabisa anahakikisha mambo yanakwenda sawa bin sawia. Ni kwa hisani yao Komba Furniture and Decoration. Mimi sina la ziada, tukutane tena muda na wakati mwingine.